Kweli nimesikitishwa sana kwa sababu ni miezi michache tu iliyopita tulipokwenda kusherehekea birthday yake kule jimboni kwake na wilayani kwake. Ni kweli alikuwa amechoka, lakini alikuwa bado ana nguvu. Na ni lazima niseme kwamba kwa mambo ya nyuma, kwanza tukienda mambo ya kiserikali, mimi na yeye Bwana Msuya tuliapa siku moja tarehe 19 Januari mwaka 71, yeye akaenda kuwa waziri wa viwanda na biashara, mimi nikaenda kuwa waziri wa mambo ya nje wa Tanzania. Na baada ya pale tumefanya kazi wote pamoja katika wizara mbalimbali. Lakini nataka niseme kwa majonzi makubwa kwamba Cleopa Msuya ameitumikia nchi hii kwa uaminifu na kwa moyo wake wote. Nilipokwenda hapa juzi kumkuta, kweli alikuwa amechoka, lakini bado uliona ana ule moyo wa kuitumikia nchi yake. Na Tanzania tusisahau, huko nyuma tulikuwa tuna viwanda. Mtu aliyetengeneza barabara la kufanya viwanda vije Tanzania ni Bwana Msuya. Alikuwa waziri wa biashara na viwanda, alikuwa waziri wa fedha, mpaka akafika kuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais. Nasikitika, lakini niseme kweli, Msuya alitumikia nchi hii, na nina hakika kwa Tanzania waliofanya naye kazi katika idara mbalimbali watakubaliana na mimi kwamba Msuya alifanya kazi hii kwa moyo wake wote. Na pengine ndio sababu na maisha yanakuja tu ghafla hivi kwa sababu ya kutumika sana mpaka nguvu zako zote zinakuishia. Nataka nichukue nafasi hii niwaombe Watanzania wenzangu mambo mawili. La kwanza, wote kwa pamoja tumuombe Cleopa Msuya, Mungu aipokee roho yake mahali pema na aiweke mahali pema peponi. Na kwamba baada ya hapo tuwaombe ndugu zake wote popote walipo na marafiki zake kwamba tunawapa pole. Ni mtu ambaye nchi hii haingeweza kuepuka kumtumia mtu mwenye ujuzi, mtu mwenye uwezo na mtu mwenye ufahamu. Kwa hiyo hata kwamba alitumika kama waziri mkuu mara mbili ni kwa sababu ya ujuzi wake, ufahamu wake na utendaji wake wa kazi ulionyooka. Sasa hilo la viongozi wa sasa mimi nisingependa kujiingiza, kwa sababu sisi tumefanya kazi. Tumefikiri kwamba tulikuwa tunafanya vizuri na kwa nia njema. Sasa hatuwezi kusema kuwa wafate nyayo zetu. Hatuna nyayo za kufuata. Tunawaambia nao wafanye kadri watakavyoweza na kwa uwezo wao, na Mungu atawajalia kama alivyotujalia sisi. Mimi nimeoa Upareni. Mke wangu Ana Nyina Mtemi Malechera, mtu ambaye alinisaidia sana katika kumpata alikuwa ni Bwana Msuya. Nakumbuka hata siku nilipopeleka mahali kulipa, alikuwepo kwa upande wa wakwe zangu ili kunisaidia nisikose mambo yoyote. Na nashukuru kwamba alikwenda vizuri, na hata kanisani alikuwepo. Namshukuru na namwombea kila laheri.
Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Mimi nasema kwa wakati huu, kwa sababu ndiyo mambo haya yametokea, hebu tusiseme mengi, kwa sababu katika kufanya hivyo tunaweza tukajikwaa ulimi halafu yakawa maneno. Lakini tumuombe mwenzangu amenitangulia, niko nyuma yake. Mungu aiweke mahali pema peponi roho yake. Kauli yangu kwa wana Ugweno ni kwamba mimi nimefika Ugweno mara nyingi, na nina hakika Cleopa walikuwa wanampenda sana, mpaka hata walikuwa wanamuita baba wa Ugweno. Sasa huyu baba ametangulia. Sasa mimi ningewaomba wenzangu wa Ugweno, kwanza nawapa pole sana, nawapa pole, na Mungu anisaidie kusema yaliyo sawa, kwamba nawapa pole na niko pamoja nao katika majonzi haya, lakini narudi nyuma. Tumuombe Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi.